ukishaingia mahali hapa, mawazo yote yako yawe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Amina. Ukishaingia mahali hapa, basi mawazo yako yote yawe hapa. Na dalili na ishara inayoonyesha kwamba mawazo ya watu yapo mahali fulani ni mwitikio wa ile salamu ya Kristo ambayo inakuwa inatajwa. Lakini ile salamu ya Kristo ukiona unaisema inaitikiwa kwa roho ya unyonge, ujue watu kwenye mioyo yao bado kuna vitu wameviweka na wanawaza ya nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo angalau mmefunguliwa kwa namna fulani, mmeanza kufunguka kwamba mko madhabahuni kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame tumshukuru Mungu wetu. Funika macho hapo ulipo, tumshukuru Mungu wetu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka sana, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, uliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nalibariki na kulihimidi jina lako lenye uweza, lenye nguvu na lenye mamlaka. Sante Yesu kwa ajili ya wakati na majira kama haya. Imekupendeza watoto wako Bwana kusogea mbele ya madhabahu yako kwa ajili ya kujifunza neno lako la uzima. Tumekuja kama tulivyo, mfalme wa amani. Ninakusihi, ingia ndani ya mioyo yetu, ingia ndani ya nafsi zetu. Sema na kila moja aliyeingia mahali hapa. Sema na mama yule, sema na baba yule, sema na kijana, sema na binti yule. Yesu, sema na mtoto yule. Onekana Bwana ukitufundisha. Onekana Bwana ukituonya. Onekana Bwana ukitutoa kutoka kwenye vifungo vya dhambi vilivyotufunga kwenye maisha yetu. Asante Mungu mfalme wa amani. Anza pamoja nasi na kumaliza pamoja nasi katika neno hili, kwa utukufu wa jina lako Mungu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku yetu ya 3 ya semina ya neno la Mungu. Hebu mgeukie jirani yako, mshike mkono jirani yako, mwambie ni siku yetu ya 3. Sema kwa sauti, ni siku yetu ya 3. Siku yetu ya 3. Ni siku yetu ya 3. Siku yetu ya 3. Tangu tulipoanza semina ya neno la Mungu. Tangu tulipoanza semina ya neno la Mungu. Muulize, mwambie, je, unaelewa? Je, unaelewa? Muulize tena kwa sauti, je, unaelewa? Je, unaelewa? Alafu mkaribishe kwa semina hii inayoendelea. Mwambie karibu tena kwa siku hizi 2 zilizobaki. Karibu tena kwa siku hizi 2 zilizobaki. Anasemaje? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana tumejifunza kwa habari ya furaha iliyoko ndani ya mtu aliyeokoka. Tukasoma neno la Mungu vizuri kabisa kwa habari ya yule ndugu aliyekuwa anasafiri na hatimaye akazigawa talanta zake alizokuwa nazo kwa watumwa wake. Mmoja akapata talanta zile 5, mmoja 2 na mwingine 1. Lakini tukajifunza kwamba katika wale watatu waliopewa zile talanta, yule aliyepewa talanta 5 alizalisha talanta 5 nyingine, na Mungu akampa furaha kwa uaminifu aliokuwa nao katika jambo dogo. Akampa furaha kwa uaminifu, akamweka kuwa ni mwaminifu hata katika jambo kubwa. Yule naye aliyepewa talanta 2 akazalisha talanta 2 tena zingine, naye Mungu akampa furaha, akamjaza furaha. Yule aliyepewa 1 hakufanya hivyo, akazifukia mahali fulani. Tukajifunza habari ya kwamba lazima tuwe waaminifu katika wokovu tulionao. Amina. Lazima tuone furaha juu ya wokovu tulionao, ili Mungu atuhesabie kuwa
ni wenye haki mbele zake na kutupa furaha ya wokovu tulionao. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tunakwenda kujifunza habari ya dhambi. Nataka tujifunze kwa habari ya dhambi, namna ambavyo watu wanatumikishwa na dhambi. Ninaamini kila mmoja anajua nini maana ya dhambi, kila mmoja anaelewa. Maana hata kwa hatua ulionayo leo ni kwa sababu ulikuwa na dhambi na Mungu akakutoa kwenye kifungo cha dhambi. Ndio maana leo unaitwa ni mlokole. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Dhambi maana yake ni kutenda jambo lililo baya kwenye maisha yako, ni kufanya jambo ambalo ni baya asilolipenda Mungu kwenye maisha yako, ni kwenda kinyume na utaratibu wa Mungu, au ni kuvunja jambo lolote lile au agizo lolote lile kwa makusudi, lile ambalo umekataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuvunja taratibu au maagizo uliokataliwa. Haijalishi ni mtu gani aliyekukatalia wewe, ukivunja maana yake umetenda dhambi, umekwenda tofauti au umekwenda kinyume na maagizo ya Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maagizo waliopewa kina Adam na Hawa, wasiguse tunda lililoko katika bustani ambalo Bwana amewaamuria wasiliguse. Hiyo ilikuwa ni amri, wala haikuwa ombi. Mungu alitoa amri, na ile amri ambayo Mungu aliitoa sasa kwa hao watu, wao wakaivunja ile amri, mwisho wakaingia dhambini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema wazi, ukisoma ile Warumi 3:23 kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Na ndio maana pale unapojiona umetenda dhambi, kimbia haraka kwa Yesu. Amina. Kimbia haraka kwa Yesu. Maana yake usikae dhambini tena. Amina. Ukishajua na kutambua ya kwamba umekwenda tofauti na maagizo ya Mungu, maana yake unatakiwa kuchukua hatua ya kukimbia kwa Yesu. Amina. Ili akunusuru dhidi ya dhambi ambayo umekwisha kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafurahia sana kwa ajili ya mtu mmoja anayetubu dhambi. Amina. Mungu anamfurahia sana na anamshangilia. Amina. Kuliko wale 99 wasiokuwa na haja ya kutubu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kanisa kama kanisa lazima lijue namna ya kutubu dhambi. Kama umeokoka, haina maana ya kwamba wokovu wako wewe unakupelekea uwe umekamilika kwa 100%. Bado unaishi katika ulimwengu huu, na kama unaishi katika ulimwengu huu, kuna wakati ambao unaweza ukajikuta umekwenda tofauti na maagizo ya Mungu. Ukishagundua tu hivyo, rudi kwa Yesu haraka. Ukisoma Isaya 1:18 inasema kwamba dhambi zenu hata zijapokuwa ni nyekundu, mkitubu zitang'ara na kuwa kama theluji. Kwa hiyo dhambi, hata ukikuwa na dhambi ya namna gani, tunamshukuru Mungu wetu. Biblia inatuambia wazi ya kwamba dhambi isiyosameheka ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, lakini dhambi zote zinasameheka mbele za Mungu. Amina. Lazima ufanye bidii
ya kumtafuta Mungu, lazima ufanye bidii ya kutubu dhambi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usitende dhambi kwa makusudi ukitegemea kwamba atatubu dhambi. Usitende kwa makusudi. Lakini ilivyo kawaida ya mwanadamu, Biblia inasema tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya na wala kweli haimo ndani. La sivyo, Yesu aliyekuja kufa kwa ajili yetu alifanya kazi bure. Kwa hiyo lazima ujitathmini moyoni mwako, ni kwa kiasi gani ambacho unampendeza huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba Warumi 6 mstari wa 23. Inasema Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Unapotenda dhambi, mshahara wake ni mauti. Unapotenda dhambi, mshahara wako ni mauti. Kila wakati huwa ninawaambia watu maneno haya kwamba unapotenda dhambi, tegemea kuvuna mauti, wala usitegemee uzima hata siku moja. Kama unatenda dhambi, ujue ipo siku ya mauti iko mbele yako. Niliwaambia jana kwamba hakuna furaha ya mtenda dhambi. Mtenda dhambi hana furaha yoyote. Mwizi hana furaha yoyote. Amina. Jambazi hana furaha yoyote. Amina. Kila wakati anaviziwa akamatwe na kutafutiwa matai aviringishwe humo, na yale matai kuyamwagia petroli, na hatimaye huyu mtu aliye jambazi kuteketea na kuuawa kwa moto. Kwa hiyo siku zote mwenye dhambi hana amani. Awe ni mzinzi hana amani. Awe ni mlevi hana amani. Awe ni mwongo hana amani, maana anajua kuna wakati wa kusutwa. Kama ni mzinzi hana amani, maana anajua ya kwamba kuna wakati wa kukamatwa. Hana amani yoyote. Nataka nikwambie leo, hakuna amani yoyote aliyonayo mtenda dhambi. Anaishi kwa mashaka siku zote, na Biblia inatuambia wazi, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nilikuwa na dada yangu ambaye niliwaambia siku moja, yeye aliokoka kwa mara ya kwanza kabisa. Wale waanzilishi wa kikundi cha wana maombi katika kanisa Katoliki pale Iringa, Charismatic, waanzilishi mmoja wapo alikuwa dada yangu. Na dada yangu akiwa ameokoka, ulifika wakati akaacha ule wokovu. Baada ya kuacha ule wokovu, yeye alikuwa ni mwalimu. Mwisho wa siku tukamwona dada yetu amebadilika. Alikuwa anavaa mavazi marefu, ameanza kuvaa vimini, anavaa vipedo, anavaa mavazi ambavyo havina ushuhuda mbele za Mungu. Haichekeshi hii kitu, ila inachukiza, kwa sababu ninataka nikwambie madhara ya dhambi ni nini. Mwisho wa siku, huyu dada yangu, kutokana na maisha aliyoishi na amemwacha Yesu, akajiingiza kwenye maisha ya uzinzi. Hebu sema uzinzi. Uzinzi. Sema kwa sauti, uzinzi. Uzinzi. Akajiingiza kwenye maisha ya uzinzi. Mwisho wa siku, ile dada yangu akapata magonjwa, akapata HIV. Wakati niko Iringa ninasoma, niliishi pamoja na dada yangu, maana alikuwa ni mtoto wa baba yangu mdogo. Nikiwa naye mahali pale, akawa ananiambia, kaka, jitahidi sana kumwomba Mungu. Akawa ananishuhudia kwamba mimi ni mojawapo wa waanzilishi wa kikundi cha wokovu ndani ya kanisa Katoliki.
Lakini ninapokuambia hivi, baada ya kuacha ule wokovu, nimejikuta nimeingia kwenye majanga kama haya. Kaka, basi sina namna ya kukuambia, lakini nimekwisha kuangamia. Alitamka maneno fulani yaliyonipa uchungu sana. Akaniambia, na mama yangu ni mlevi sana. Kila wakati namwambia mama aache ulevi, lakini hataki. Ndani ya pombe kuna mambo mengi sana, ndani ya ulevi kuna mambo mengi sana ambayo mtu unaweza ukayafanya bila baadaye kujijua kwamba ni nini ulichokifanya. Mwisho unaweza ukajiingiza kwenye roho ya uzinzi bila wewe kutaka, na mwisho ukajikuta umepata magonjwa bila wewe kutaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawapitisha kwenye neno la uzima ili muelewe vizuri. Amina. Naomba uwe unasikiliza, uwe serious kwenye kusikiliza. Mungu ana makusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Siku dada yangu amefariki, siku ambayo tunamzika dada yangu, alikuja rafiki yake, maana waanzilishi walikuwa ni wawili. Akaja rafiki yake akawa anatushuhudia makaburini, akasema maneno haya, akasema, jamani, Anita alikuwa ni mwenzangu. Sisi mimi unaponiona Anita tunayemzika leo, sisi ndio waanzilishi wa kikundi cha maombi na uamsho katika kanisa la Roma. Hawa wote mnaowaona wamesambaa huku na huku, waanzilishi walikuwa ni wao. Lakini leo baada ya kumwacha Yesu, leo Anita tunamweka kaburini. Unajua, machozi yalianza kunitoka taratibu, maana nilimuuguza na niliona jinsi mateso aliyokuwa nayapata. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Nataka nikwambie maneno haya. Leo unatenda dhambi, unaweza ukafikiri hakuna anayekuona, lakini yupo anayekuona aliyoko pale juu. Amina. Leo unaweza ukatenda dhambi ukafikiri umejificha, lakini wakati unakuja mauti ikija kwako, kila mmoja atajua ya kwamba wewe una HIV na uliyatenda haya kwa makusudi, maana uliacha njia ya wokovu, uliacha furaha ya wokovu, ukaipata njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baba mmoja alikuwa mlevi sana. Baba mmoja alikuwa mlevi sana, na mke wake akawa anamwambia, baba, hebu acha ulevi, ni hatari. Baba anasema, mimi nimezaliwa nikiwa nakunywa hivi hivi, nikiwa mtoto mdogo nakunywa pombe, na wazazi wangu walikuwa wanakunywa, siwezi nikaacha pombe kwa ajili yako. Pombe kwangu ni nzuri. Mama akasema, baba, lakini unajua unachokifanya sio kizuri. Unawafundisha nini watoto tulio nao? Yule baba akasema, wala usiniulize maswali kama hayo, ninajua ninachokifanya. Kama ni kazi ninafanya, wala simdhuru mtu, wala simtukani mtu. Mama akasema, baba, lakini ungeacha pombe. Akasema, siwezi kuacha. Siku moja baba ameenda kunywa pombe kama kawaida, ilivyo ada yake, ilivyo ada kwake, ilivyo kawaida, ameenda kunywa zile pombe. Mwisho anarudi nyumbani usiku wa manane kama ilivyo kawaida. Mlango umefungwa, baba amegonga mlango, mama akafungua ule mlango. Baada ya kufungua ule mlango, mama akiwa amejawa hasira, hana amani moyoni mwake, hana furaha moyoni mwake kwa ajili ya mambo ambayo mume wake anayatenda. Alipofungua ule mlango, mama
akauacha ule mlango kama ulivyo, akaingia kulala. Sasa kwenye nyumba ile, wale wazazi wawili walikuwa na watoto wa kike na wa kiume. Wa kike wanalala chumba chao na wa kiume wanalala chumba chao. Baba, kwa kuwa sasa mama amekwisha kuondoka, kama tunavyojua nyumba zetu za vijijini hakuna umeme, wakati huo ni giza. Baba badala ya kuingia kwenye chumba chake anacholala yeye na mke wake, anaingia kwenye chumba cha watoto wa kike. Anaingia kwenye chumba cha watoto wa kike. Ni kwa kuwa amelewa na ni giza, baba anajilaza kwenye kitanda walicholala watoto wake wa kike wawili wakubwa kabisa. Watoto wanastuka kwamba kuna mtu gani watatu walioongezeka hapa. Mmoja wapo mwenye akili, yule mtoto anawasha kibatari au angalia ni nani aliyeingia humu ndani, anakuta ni baba yake amelala. Mama anapiga, yule mtoto anapiga kelele kwa mama yake kwamba mama, imekuwaje baba amekuja kulala kwetu? Mama anakwenda kumshika mkono mume wake na kumpeleka kwenye chumba chake. Mama anamwambia baba, nilikwambia nini sasa? Nilikwambia mwisho wake ni nini wa pombe unazokunywa? Baba asubuhi pombe zimeisha, anasimuliwa yaliyotokea usiku, anakataa. Anamwambia ndivyo ilivyotokea. Mwisho wa siku yule baba akaamua kutubu, akaondoka kwenye nyumba yake, at least wasahau wale watoto nini kilichotokea, na kwenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunapozungumza habari ya dhambi, tunajua kwamba ni mbaya na wala sio kitu cha kukataa. Dhambi ni mbaya siku zote, na kama ukitaka kujua ubaya wa dhambi ni mpaka upite kwenye dhambi, ukamatwe na dhambi, dhambi zako ziwekwe wazi, uaibike kwa dhambi unazozitenda, ndipo utakapojua ya kwamba kumbe dhambi ni mbaya kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Yakobo ile moja, Yakobo sura ya kwanza mstari ule wa 15, inasema halafu ile tamaa ikishachukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikishakomaa huzaa mauti. Kabla ya kutenda dhambi, kwanza tamaa inaanza kufuatilia. Tamaa kabla ya dhambi, kinachoanza ni tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa mtu wa Mungu? Unakaa kimya kwa sababu unielewe. Lazima uelewe mtu wa Mungu. Neno linalopita kwangu ni kwa ajili ya kukufungua. Lazima uelewe ninachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uelewe unachohubiriwa mtu wa Mungu. Amina. Nataka nikutoe kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kabla ya mambo yote, kinachoanza ni tamaa. Kijana wa kiume umemwona binti wa kike, cha kwanza unaanza kumtamani. Ukishamtamani, baadaye sasa, baada ya tamaa unaingia kwenye maneno. Wale walevi sio kwamba walianza tu kunywa pombe, walianza kutamani pombe, na si ajabu walianza kukaa kwenye makundi ya walevi. Ghafla wakajikuta na wenyewe ni walevi. Wale wazinzi na wenyewe walianza kukaa kwenye makundi ya wazinzi. Ghafla wakajikuta wameingia kwenye roho ya uzinzi. Wachawi na wenyewe walianza kusimuliwa habari za wachawi, kazi za kichawi. Walianza kuwadanganya kwamba ukiwa mchawi unafanikiwa. Amina. Ukiwa mchawi utaolewa. Ukiwa mchawi utakuwa na mali nyingi.
Ukiwa mchawi duka lako litajaa. Ukiwa mchawi utakuwa unajiamini. Tamaa ilianza kwanza ya kutamani uchawi, mwisho ukajikuta umekwisha kuwa mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jambo linaloanza kama uyoga. Jambo lolote huwa linaanza kwa kutamani kwanza. Kama wewe ni mchungaji, ulianza kutamani kwanza huduma ya kichungaji. Wewe ni mlokole, ulianza kutamani kwanza kuokoka. Ndio maana leo umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima utamani kwanza jambo. Kama ni uongo, ulianza kukaa kwenye kundi la waongo wanapopepeta midomo yao wakati wa kuzungumza maneno ya uongo, na wewe ukawa unachangia, tamaa ikaingia. Kesho ukaanza na wewe ukawa na roho ya uongo na wewe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kinachoanza ni tamaa, na ile tamaa Biblia inasema kwamba tamaa inachukua nini? Inachukua mimba. Ikichukua mimba inazaa nini? Dhambi. Dhambi ikishakomaa kwenye nafsi yako inazaa mauti. Niliwahi mwambia dada moja, maskini alishafariki, lakini alafu nilimwambia, tulikuwa tunasoma tu, nikamweleza yule dada, nikamwambia, wewe unajua maisha unayokwenda nayo ya uzinzi sio mazuri. Akaniambia ajali kazini. Nikamwambia unasemaje? Akasema ajali kazini. Nikamwambia utapata magonjwa. Akasema hata nikipata magonjwa hii itakuwa ni ajali kazini. Nikamwambia sasa wewe ajali kazini unajua maana yake? Akasema ni kama malaria tu, ni kama kifua kikuu tu. Kwa hiyo wala mimi usiniambie maneno kama haya. Nakumbuka tumemaliza tu shule, na ni shule ya msingi tu. Yule dada akaugua magonjwa ya ukimwi, na akiwa anaumwa nilimpata, nikamwambia dada, niliwahi kuambia maneno fulani, unakumbuka? Akasema ninakumbuka sana, lakini shetani alinidanganya. Nikamkumbusha, lakini kumbuka uliwahi sema ajali kazini. Unasemaje shetani alikudanganya wakati ulikuwa unasema ni ajali kazini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwisho tukamzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hakuna mtenda dhambi anayekufa salama hata mara moja. Ndio maana mara nyingi sana ninakuwa na hasira hata juu ya wachawi. Ninaelewa madhara yake. Bibi yangu alikuwa ni mchawi sana, na kwa kuwa aliroga watu wengi, kifo alichokufa bibi yangu hakikuwa kizuri sana. Amekufa kwa kansa ya mguu akiwa amekaa, hana amani. Siku ya mwisho ninakumbuka alitamka maneno haya, alisema mkaniitie padre aje anibatize, aje anipe upako